Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Makamu wa rais wa zamani Kamala Harris amemjadili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kumvuta Trump katika vita vya Iran. Kamala Harris anamshutumu Netanyahu kwa kusababisha Trump kuingia katika vita dhidi ya Iran, vita ambavyo vinasababisha hali kuwa ngumu katika ulimwengu ikiwa ni pamoja na nchini Marekani. Katika hotuba yake katika hafla ya Michigan, Kamala Harris alidai Netanyahu alimvuta Trump katika mzozo wa Iran, akiuita utawala wa Trump wenye ufisadi zaidi katika historia ya Amerika. Makamu huyo wa rais wa zamani Kamala Harris alidai kuwa rais wa Marekani Donald Trump aliingizwa katika vita na Iran na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wakati wa hotuba katika hafla hiyo ya Detroit iliyoandaliwa na Caucus ya wanawake kidemokrasia ya Michigan siku ya jana Jumamosi. Vita ni moja ambayo watu wa Amerika hawaitaki, alidai Kamala Harris. Waamerika hawataki vita na Iran, lakini ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye anataka vita hivyo, akishinikizwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Trump alitumia operesheni ya Epic Fury kama jaribio dhaifu la kuvuruga faili za Epstein. Makamu huyo wa rais wa zamani Bi Kamala Harris alisema aliuita utawala wa Trump utawala fisadi zaidi, mbovu na usiokuwa na uwezo katika historia ya Marekani. Trump anataka kutembea kana kwamba ana nguvu na anatumia nguvu za jeshi la Amerika dhidi ya yeyote anemchagua, alisema. Anasema kwamba kitendo ambacho rais wa Marekani anakifanya ni kuficha juu ya faili za Epstein, na ndio maana ameamua kuingia vitani na amevutwa moja kwa moja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kamala Harris amemtaja rais wa Marekani Donald Trump kwamba ndiye rais wa kwanza wa Amerika katika kupitia vyama vyote tangu vita vya kidunia vya pili kuacha jukumu la Amerika la kulea na kulinda miungano yetu, urafiki wetu, aliendelea Kamala Harris. Trump pia ni rais wa kwanza hata kutojifanya na kwa kweli kupuuza umuhimu wa kuzingatia sheria na kanuni za kimataifa kama vile uhuru na uadilifu wa eneo, aliongeza Kamala Harris. Marekani sioaminika kwa washirika kutokana na sera za Trump, anadai Kamala Harris kwamba imefanya Marekani isikubaliki kwa washirika wake na kwamba Trump ameondoa ushawishi wowote iliyokuwa nayo Marekani ili kuweza kuzungumzia masuala fulani. Harris pia alizungumza kuhusu masuala mengine ikiwa ni pamoja na huduma ya afya, haki za uzazi na uchumi, akidai kuwa chama cha kidemokrasia kitashinda muhula wakati mnamo mwezi wa Novemba kutokana na madudu ambayo ameyafanya rais wa Marekani Donald Trump kuliingiza taifa hilo katika vita visivyokuwa na msingi dhidi ya Iran. Hakukuwa na sababu ya kuingia vitani, alisema Kamala Harris. Moja kati ya jambo ambalo wa Marekani wamejiuliza ni kwa nini washirika wa Marekani wa NATO wasikubaliane na mpango wa Marekani wa kuingia vitani. Ni jambo ambalo kimsingi limewafanya upinzani kwa maana Democratic kumuona rais huyo wa Marekani kama kiongozi asiyefaa na kiongozi ambaye anavutwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.